Uheri wa afya pote pale ambapo unatutazama, karibu sana ndani ya Hello Weekend. Tunakutana Jumapili nyingine nzuri kabisa, ambayo Jumapili hii imegongea Novemba 16. Sio kwa bahati mbaya, ni kwa bahati nzuri, kwa sababu imekuwa ni Jumapili inayotukumbusha swala la msingi sana na swala la muhimu sana itakayotufanya tuendelee kuishi kwenye hii dunia kwa amani, itakayotufanya tuendelee kuishi kwenye hii dunia tukiwa tunaendelea kuishi kwa upendo, kwa mshikamano na kuendelea kufurahia maisha kwenye hii dunia. Swala hilo si jingine bali ni swala la ustahimilivu kwa kustahimiliana. Naweza ukasema sasa mbona anaanza kuongea Kiswahili cha nani? Basi sawa, tufanye kuvumiliana. Tunawezaje kuishi kwa kuvumiliana? Siku hii ya tarehe 16 Novemba imewekwa mahususi kabisa kwa ajili, ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha na kuangalia masuala zima la kustahimiliana, ambapo kimombo anakifahamu David wa Karungi. Kwa kimombo inaitwa International Day of Tolerance. Leo umeamua kunipaisha. Yani kwa kitaalamu hiyo. Kwa kitaalamu. International Day of Tolerance. Na hii inalenga kuonyesha nguvu ya kuvumiliana licha ya utofauti wa kiitikadi. Tunafahamu kwenye jamii yetu kuna utofauti wa kiitikadi, kuna utofauti wa kiimani, utofauti wa kitamaduni, utofauti wa kiasili. Sasa tunapokuja kuishi pamoja, tunawezaje kuvumiliana katika hayo yote? Na bila shaka kwa upande wa Tanzania, wakazi wa Dar es Salaam bila shaka ndio wanaweza kupata tuzo ya kuvumiliana. Maana hakuna rangi inayokosekana Dar es Salaam, kabila, imani, nini kingine? Yani hata uchumi, matabaka, kila uchumi, kitu, asili, rangi zote. Sasa mnawezaje kuishi mkiwa na hivyo? Tutakuja tunajadili hilo siku hii ya leo. Nambari yako ni 0763809770, ndio unaweza kushiriki na sisi hapa, lakini peke yetu hatuwezi. Mimi na Karungi kwanza hatuwezi hata kustahimiliana kwa dakika 5 tukiwa tunaongelea hili. Tutagombana tu hapa. Ndio maana tumewaita watakao tusaidia. Wao wamesomea eneo hili. Tuwakaribishe wanajopo tulionao hapa. David, asante. Hapa tunaye Rehema Awali, huyu ni mwana sosiolojia. Karibu sana Rehema. Asante. Lakini tunaye Dr. Jackson Koi, huyu ni mwana falsafa, pia ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana Dr. Koi. Asante sana. Tunafurahi kuwa nanyi. Asante sana. Lakini Messi, katika msingi wa kustahimiliana hapa, ambapo tumeona msingi wake ni tofauti. Yani na tayari hata taaluma zao zinatofautiana. Watastahimiliana. Kwaona hapa yani hapa tunastahimiliana. Kuna muda unaona mbona anachoongea mimi si haelewi kitu, lakini ananivumilia tu. Afanyeje sasa? Ndio anajua msijui. Na tunafahamu nchi yetu David ni nchi ambayo inaruhusu sisi hatuna dini moja. Ni nchi ambayo inaruhusu mtu kuabudu anachokiamini yeye. Tunawezaje sasa kuishi katika hali hiyo kwamba tunakuwa na dini tofauti tofauti, watu wa imani tofauti tofauti? Pia tumezungumza na viongozi wa dini. Mwenzetu Juma Kapipe amezungumza na viongozi wa dini, na tutakuja kuwasikiliza hapa wanazungumzaje, yani kwamba wewe una dini yako, baki nayo, imani yako baki nayo, na uweze kuishi na mwenzako vizuri, usimuone mwenzako kama yeye hafai au hayupo sahihi. Hivyo tunawezaje kuishi na tumefanikiwaje pia katika taifa letu hadi tunaishi hivyo hadi hivi sasa? Tutakuja kuwasikia hapo viongozi wa dini, hapo baadaye wao watazungumza nini. Tunaunganishwa na Lucky Dube, anasema different color of one people. One people. Pengine msingi wa maisha ni utofauti, ndicho anachojaribu kukieleza. Kwa hiyo tuheshimiane, tustahimiliane. Fikiria hata mazingira ni tofauti. Mbingu na ardhi ni tofauti. Mashariki, magharibi ni tofauti. Na chochote kile tunachokiona ni tofauti. Bahari na ziwa ni tofauti. Je, bahari na ziwa vianze kugombana? Ni kustahimiliana, kwa sababu sisi tuna akili, tuna utashi, na ndio maana tunaleta hoja hiyo mezani leo tukiangalia siku ya kimataifa ya kustahimiliana, yani International Day of Tolerance, na wageni wetu tayari tunao hapa studioni kama tulivyowatambulisha. Lakini tuanze Messi kwa kufahamu uvumilivu si kustahimiliana. Tunakisikia tu Rema. Ni kitu gani? After kuja kwenye falsafa hapa. Sawa, kunaweza kusema kwa upande wa sosiolojia tunaamini kwamba ni ile hali ya kuheshimu, kuthamini ni hali ya kuheshimu, kuthamini tofauti zilizopo baina ya mtu mmoja na mtu mwingine.
Kwa hiyo kitendo cha wewe kwamba nakubali kwamba huyu yuko tofauti na mimi, kwamba labda huyu ni Muislamu, mimi ni Mkristo, kuheshimu kwamba anachoamini mimi na yeye anachoamini ni tofauti, hiyo tayari ni tunaita kwenye hiyo ustamilivu, kwamba unaheshimu, unathamini hata kama kinakukwaza. Na concept ambazo zilikuwa mwanzo nakwambia kwamba ni teach them or bear with them, kwamba mfundishe kwamba hichi sio ni hiki, au ukubaliane na vile jinsi yeye anavyoamini. Kwa hiyo wewe unachoamini ni sawa kwa mtazamo wako, hata kama mimi naona hicho sio sawa, lakini natakiwa nichague niwe pamoja na wewe au nikubali kwamba mimi na Messi kuna sehemu tuna tofautiana. Ni nani sasa ambaye anatakiwa ku give up tunasema? Sasa hiyo inatokana na nguvu ya mtu mwenyewe. Ni kwamba wewe Messi ndio uamue kwamba mimi natakiwa nijisogeze ama ni fit in kwa mfano kwa David, ama David ya fit in kwako. Ina maana ni kila mtu ni namna ambavyo anaweza akakopi na ile situation. Kuna mtu mwingine unakuta huyo mtu ni mbishi, yani kile unachomwambia kwake hakubali. Kwa hiyo ina maana wewe ndio unaamua kwamba kwa kweli hakubali, acha mimi nifanye nini? Nimuelewe tu kwamba huyu tayari ni mbishi na anachoamini ndio hicho, sitaweza kufanya nini kumbadilisha. Hata kama utakosa furaha kwa sababu maisha yako yote itakuwa ya huzuni. Kila kitu, kila sehemu, mtaani umeamua kukubali, ofisini unaamua kukubali. Sasa utajikuta ndio una huzuni peke yako. Yani sasa ndio maana nasema kwamba ni ile uwezo wa wewe mwenyewe kukubaliana na ile hali. Unakubaliana nayo vipi? Either kwa kuweza kuishi nao hivyo kama unavyoona ni sawa, kama ndivyo, kama ni kazi unaona kabisa hapa siwezi, na maana unaweza ukaacha. Lakini ni ile hali wewe mwenyewe kwamba mimi naweza nikavumilia hichi au mimi siwezi. Kwa hiyo kama hauwezi unaruhusiwa kuacha. Ila haimaanishi kwamba wewe uteseke, ni kwamba wewe binafsi yako, na pia kwamba ile interaction yako toka mdogo ni kwamba umekuwa vipi, ni labda ni kukubali kwamba umeamini kwamba sisi tuna tofauti, kwa sababu yani wote tunatofautiana na kwenye jamii tunategemeana. Kwa hiyo tofauti zetu ndio zinatufanya tukae kwenye meza moja. Na wewe ulipolelewa ni tofauti na mimi nilipolelewa. Kwa hiyo kwa ngazi ya tabia hatuwezi kufanana. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tutakuwa tu kwamba ni general, kwamba ni wa Tanzania, lakini kila mtu kwenye familia alipotokea ndo kule kuna mzizi, kwamba labda hata ika determine level yake ya uvumilivu iko vipi. Ni mtu wa kuvumilia au ni mtu ambaye hawezi kuvumilia. Na hapo uliposema kwenye tofauti zetu ndio tunafanya tuwe pamoja, umenikumbusha yule mhenga aliyetupatiaga mfano wa vidole. Namkumbuka kwamba vidole vipo, vyote ni vidole, vyote vinafanya uwe mkono au ikiwe kiganja. Lakini tunatofautiana. Hivi cha kukunia sikio ni kipi? Na wanakwambia kwamba hauwezi na kazi yake. Na ukiwa mfano unakula ugali, huwezi kuzungusha lile tonge kwa kutumia vidole viwili. Vitahitajika vyote vitano. Kwa hiyo kuna vyote vinazungusha ugali, kuna cha kufanyia hivi. Vyote vina kazi yake. Kwa hiyo kwa falsafa unataka kuweka kidogo uvumilivu. Sawa, unajua falsafa siku zote tunasisitiza kuhusu clarity of the concepts, dhana. Dhana imeanzia wapi na nini, lakini kabla ya kwenda huko nilikuwa nataka turejee mwanamuziki alipita Lucky Dube anatuambia different colors one people. Hii imekuwa ina asili kwa sababu ya masuala ya ubaguzi yalikuwa kitokea South Africa. Weupe walikuwa wanawabagua weusi na weusi walikuwa wanawabagua weupe pia. Kwa hiyo kitu akawa naona hii sio falsafa za Kiafrika. Falsafa za Kiafrika ambapo tunazungumzia ubuntu, tunazungumzia I am because we are. Yani mimi ni kwa sababu ya wengine. Kwa hiyo moja kwa moja inatualika au inatuambia kuwa hakuna namna, tofauti zipo. Sasa hizi tofauti zetu tunaishi nazo vipi? Kwa hiyo kuvumiliana, uvumilivu, tolerance ni study, ni skill. Kwa falsafa pia tutaita ni virtue, ni fadhila. Na fadhila bila practice hauwezi kui-exercise. Kwa kuvumiliana ni practice. Yani na hiyo inaanzia nyumbani. Inaanzia nyumbani, hata tunapoenda katika mazingira mengine ambayo ya jamii. Huwezi kusema tu mimi ni mvumilivu kwa kusema au kwa kufundishwa kwa kuwa mvumilivu ishi hapa. Unahitaji uone kuwa umekosewa, umeumia, lakini
umevumilia. Ni kwa uvumilivu ni ishara nzuri au ni ishara kwamba unaonewa wewe kila siku? Hapana, kwa sababu tunapozungumza katika falsafa virtue tunasema au fadhila ni golden mean, kitu cha katikati. Usiwe chini sana, usiwe zaidi. Kwa sababu vinginevyo unatoka kwenye virtue unaenda kwenye vice. Yaani kwa mfano tuzungumzie ujasiri. Ujasiri ni fadhila, lakini haimaanishi kuwa ukitaka kujionyesha jasiri unaambiwa hapo simba, kuna simba hapo nje hapo unaenda yuko wapi? Lazima upige hesabu, utulie. Lakini pia usiwe mtu wa kuonewa sana kiasi kwamba hivyo pia unamkosea hata Mungu. Kiasi kwamba ndio unakuwa tu passive ndio au ni. Kwa hiyo kuvumiliana ni kwamba haimaanishi kuwa kuonewa, pana. Kueleza kuwa pengine sijakubaliana na wewe lakini kwa hiki, lakini haimaanishi kuwa kutokubaliana na mtu kikupelekea uwe violent kwa mfano. Umeona, ukamnyima na haki zake. Lakini nikisema hivyo unaanza kunielewa. Ukamnyima na haki zake, hapana. Basi huyu ndio ipo hivyo, kalelewa hivyo, basi hakuna shida. As long as mimi tofauti yake hainiathiri au haininyimi haki zangu. Hapa tutaenda kwenye sehemu nyingine. Basi nimvumilie. Ndio hivyo alivyo, dini yake labda imemfundisha hivyo, malezi yake, tamaduni zake na nini. Lakini pia kwenda zaidi. Kwenda zaidi kwa maana kuwa unashindwa kuvumilia mtu. Yaani hata kitu kidogo unashindwa. Hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Kwa hiyo kuvumiliana ni kitu cha katikati ambacho haimaanishi kuwa haui mvumilivu, unakuwa mvumilivu kiasi kwamba unaonekana kama kichaa. Umeona unaonekana kama ujiwezi. Pale ni tatizo. Lakini pia uendi to the extreme kushindwa kumvumilia mtu. Tunakuona kwa una matatizo hata hiki. Yaani umefika tu pale wewe ni mimi, wewe sijui ni kabila gani, wewe ni Mrangi, wewe sijui wewe ni nani. Hizo sio ishara nzuri kama binadamu wa Russia. Yaani uvumilivu ni kama ni kiasi. Ni kiasi. Tunavyosema moderation. Umeona? Okay. Moderation. Kwa sababu kuna ule uvumilivu ambao tunafundishwa pia katika vitabu vya dini ambapo wanasema mtu akikupiga shavu la kushoto umrudishie na kulia. Sawa? Hiyo sio literal kwa mtu ukipigwa uliza kwa nini unanipiga? Sawa? Kwa sababu pengine anayekupiga ni kichaa. Umeona ukimgeuzia akaondoka na shingo. Ndio hayupo kwenye akili sawa sawa. Sio tu unamrudishia. Sasa kuna vingine ambavyo tunafundishwa kuna kitu tunaita lex talionis. Wanasema rule of retaliation, kwa maana jino kwa jino, jicho kwa jicho. Hiyo ni mambo ya revenge. Hiyo pia ingawa kuna sehemu zingine tunafundishwa hivyo, lakini pia humo tunapofundishwa hivyo tunafundishwa tofauti. Kuvumiliana sio kila mtu akikutendea hiki na wewe umtendee hivyo. Umeona Hapana, lazima utulie. Sasa kwenye falsafa, kwa sababu tunasitiza katika rational mind and thinking, tunasema unapata muda kuanza kutafakari, huyu amenitendea hiki kwa sababu gani? Umeona Ingawa binadamu tuna asili ya kulipiza kisasi kwa haraka, sasa study natakiwa ije tuanze kufundishana, kuelekezana kwa hapana. Kuvumiliana pamoja na study zingine za maisha inahitaji kukumbushana, sawa? Kukumbushana kuwa hapana, tunatakiwa tutulie, tuwasikilize watu kwa umakini. Pengine huyu mtu ambaye amekufanyia hichi kitendo kuna sababu nyuma yake, sawa? Kuna sababu nyuma yake. Kwa hiyo all in all tunachopaswa kufahamu na tunachopaswa kujua kwa uvumilivu. Kuna mambo ambayo mwanadamu yani anaweza kusema mimi haya ni rahisi sana kuvumilia au kuvumiliana, na kuna mengine sio rahisi sana kuvumiliana. Au inakuwaje? Kwa sababu unakuta kuna swala fulani kwenye jamii watu wanavumiliana, lakini swala hilo kwenye jamii nyingine watu hawavumiliani. Inakuwaje? Sasa inategemea hilo jambo ni lipi. Kama ni cultural context. Mfano unaweza ukakuta katika nchi za mfano za Kiafrika kuna sehemu watu swala la imani wanavumiliana sana. Okay. Na kuna sehemu
swala la imani hawavumiliani. Kuna sehemu swala la kabila, yani hadi wanataniana. Lakini kuna sehemu nyingine ukitaje tu kabila, yani sasa hapo umebadilisha mjadala. Sawa. Nafikiri sasa hiyo ni ndio maana hata UNESCO akaweka hii wanaita International Day for Tolerance. Ni kwa sababu wanajua katika kukosa kuvumiliana kumeleta shida sana duniani. Hiyo ya makabila tuna mifano mingi, labda haturuhusiwi kuitaja, lakini watu kabila kwa kabila, majirani zetu kabila kwa kabila waliuana. Sawa? Wengine itikadi za kisiasa ambazo sasa ndo zipo sana, watu wanashindwa kuvumiliana. Sawa? Labda tuseme makabila, kabila fulani ndio ambayo nimezungumza. Lakini essence hizi tunaziita sio essence ya human being. Hivyo vyote ni attachments, sio? Au tunaita accident katika philosophy. Kwa wewe kuwa na dini fulani, it's not an essence of human being. So essence, hiyo ni attachment, kwamba essence ni msingi. Msingi wa ni msingi. Sawa. Yaani ukuja duniani kuwa na dini fulani. Yes, kwa mfano kama mimi nilizaliwa Mkristo, ningezaliwa kwenye familia ya Kiislamu ningekuwa Muislamu. Na ungeendelea kupenda na kufanya ndio. Ungezaliwa kabila fulani ingekuwa hivyo, si ndio? Kwa hiyo hivyo vitu sasa ndo tunadili navyo. Kwa sababu hata itikadi ungezaliwa na pengine na familia yenye itikadi fulani. Yes. Unaweza kushangaa au ungezaliwa kabila fulani. Yani tofauti na ulozaliwa, yani ingetokea tu. Ingetokea. Kwa sababu ilikuwa hivi vitu kwenye neo falsafa mnaviona kama ni accident. Ajali. Accident. Ni ajali tu. Ajali kwa maana kwa lugha ya falsafa kuwa vimetokea tu. Kwa hiyo maana kuna ile AI sasa hivi kuna wale watoto wakizaliwa wakifika nchi fulani wanasema Mungu nirudishe. Sikutaka familia. Ndio. Sawa. Kwa hiyo nafikiri tunajisahau sana na kuona ku-embrace hivi vitu kama vipo ndani yetu. Karl Marx alishawahi kusema religion is opium of the people. Dunia na dini ni kama bangi. Umeona? Wakati fulani watu wana internalize dini, anasahau kama dini ni accident tu. Umeona? Wewe kama utamchukia Muislamu kwa sababu wewe ni Mkristo, ukifikiria kwa kama wewe ungekuwa Muislamu, ungekuwa na hiyo background ya Uislamu, ingekuwaje? Umeona? Kwa hiyo binadamu ndio maana nasema different colors one people, ni kwa maana kuwa pamoja na vitu vyote. Hizo colors ndio hizo accident. Vyote vitu vyote, sio color of the skin only. Vitu vyote ambavyo vinatofautisha, ambavyo sio vya ndani vile, kuwa mimi ni mtu na haki zangu zile. Kuna human rights ambazo ni basic kwa kila mtu. Umeona? Alafu kwa mfano tumeumbwa sawa, wote we have blood. Unaona? Sasa kinacholeta shida ni kwamba pale watu wanatumia hizo attachments or accidents kumnyima mtu haki za msingi. Umeona? Na kunyima haki yako ya kuishi na kuua kwa sababu tu wewe una itikadi tofauti. Kwa sababu wewe ni wa dini fulani, kwa sababu wewe una background fulani. Umeona? Na wengine wanaambiana kabisa, kuna sehemu zingine wanaambiana kuwa huyu akizaliwa wewe muone kama mnyama. Speaking of Israel and Palestine. Umeona? Kwa hiyo mtu anakuwa nayo kuanzia huko chini. Sasa ndio maana sasa hivi tunatakiwa, na hata nafikiri serikali inafanya jitihada kubwa, lakini pia dunia kwa ujumla kwanza kufundishana life skills. Kwa sababu kwenye 21st wanasema 21st skills, 21st century skills, ambazo pia wanataka wamezingiza kwenye mitaala iliyoboreshwa shuleni huko chini. Wanajaribu kusisitiza vitu kama hivyo, hizo communication skills, critical thinking skills, collaboration kwa maana ya kushirikiana, kwa maana kwa vitu kama hivyo ambapo ndani yake kunaingia vitu kama leadership, vitu kama resilience. Resilience ni kubwa. Tolerance inaingia ndani. Resilience kama alivyo 4 R's za mheshimiwa alizozileta rais, kuna resilience. Lakini hiyo resilience inakwenda zaidi, nafikiri imefocus zaidi katika uvumilivu wa kisiasa. Umeona? Okay, asante. Rema, tufahamu, yani katika jamii zipi hasa inakuwa ni chemi za watu kuvumiliana? Kwa sababu unaweza kushangaa kuna jamii watu yani wao wako wanavumiliana, wanaheshimiana,
unakuta mtu ana marafiki hata wanatofautiana itikadi, imani, jamii wanayotoka, asili, kila kitu. Yaani unaenda kwenye harusi ya mtu, unamkuta mtu labda kutoka Asia, kutoka imani tofauti, kutoka kabila tofauti, kutoka itikadi tofauti. Yaani wote hao ni marafiki zake na wanaheshimiana na wanaishi vizuri. Naweza nikasema kwa nini tunaweza tukasema tumefikia huko. Vitu vingi tunasema kwamba tumevikuta. Sawa, kwa mfano tukisema tangu Tanzania imepata uhuru, mfano Nyerere amekuwa akihutubia kwamba tukatae makabila, udini, hivyo vitu tuvikatae. Na maana sisi tumekuwa kwamba unaamini kwamba jirani yako ni ndugu yako. Kwenye dini ukiingia na kuambia mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Hiyo misingi ndio ambayo imetulea. Kuanzia mtoto unaanza kujitambua ukiwa mdogo, unaambiwa kwamba mpende huyu, mpende na huyu. Na sasa hivi tunaona hata hizi kumekuwa na utandawazi kwa hali ya juu. Tunaona media zinatoa labda katuni zile zinakuwa zinaonesha watoto wenye albino, wenye ulemavu wa viungo. Hiyo kwamba ina maana wanawajenga wale watoto kwamba usimuone huyu ukasema yuko tofauti na wewe. Hawa wote wako sawa. Kutakuwa na changamoto, lakini hiyo changamoto haimfanyi yeye, haimuondoi utu wake. Kwa hiyo wote tumekuwa huku chini. Kwa hiyo unajikuta paka wewe unakuwa unaenda shule, unasoma na Mgogo, Msukuma, Mpare, Mchaga, wote unasoma nao. Unatoka hapo, unavyoenda nyumbani unakutana na watu. Unaenda kufanya kazi unakutana na watu. Umefanikiwa kwenda labda nje ya nchi umekutana na watu. Kuna watu ambao wanakuja Tanzania kwa utalii kwa kitu fulani. Wale watu wote unakutana nao. Ina maana utavokutana nao utajitambulisha, mtaongea hichi, utaongea hichi. Utaona kwamba labda mimi Muislamu natakiwa nijitande ushungi. Huyu ni Mkristo hajitande. Lakini labda hiyo tu ndio tofauti ambayo tuko nayo, lakini vitu vingine tuko sawa kwamba ni muelewa, labda tunafanya discussion pamoja, kama ni kazini tunafanya kazini vitu pamoja, ananiheshimu, yani wote tunaheshimiana. Kwa hiyo haikupi yani inakupa wewe nafasi ya kuendeleza ule ukaribu au unakuwa na marafiki wengi. Tofauti ukisema mimi ni Mkristo, mimi ni Mroman, siwezi kukaa na huyu ni Muislamu, au mimi ni Mpare nitatafuta Wapare wenzangu, mimi Mchaga nitamtafuta Mchaga mwenzangu. Haiwezekani, kwa sababu maisha kila siku unasema interaction inaendelea inakuwa. Kwamba wewe umezaliwa Morogoro, lakini mpaka sasa hivi uko unaishi Dar es Salaam. Dar es Salaam pale una wapangaji wenzako, unakuta umepanga nyumba ina wapangaji 10. Wote wametoka sehemu tofauti. Lakini wote mkiwa mnatoka mtasalimiana, za asubuhi umeshindaje hivi na hivi hivyo. Kwa hiyo unakuta kwamba kule kujuana, kufahamiana, mmekutana wapi, labda mmeendeleza mawasiliano, kuna kufanya wewe unaendelea kujenga urafiki na watu wengi zaidi. Na hao watu haimaanishi kwamba tabia zako na zao zinafanana, lakini ni kwamba wewe binafsi umekubali kwamba huyu yuko hivi, mimi niko hivi. Kama wewe unamuona kabisa kwamba tabia zako na zangu zinaendana, anaweza kama maybe rafiki yangu wa karibu. Kama huyu mimi tabia zangu na zake labda hazifanani sana, atabaki kuwa ni mtu labda naye mfahamu, lakini sio rafiki wa karibu. Na hata watu wanapoingia labda kwenye mahusiano, haimaanishi kwamba wewe umekubaliana na yule mtu na vitu vyote, lakini umejua mapungufu ya huyu ni haya na mimi mapungufu yangu ni haya. Kwa wewe unakubali mapungufu ya mwenzako na mwenzako anakubali mapungufu yako. Ina maana mnapoweza kila mtu kubali mapungufu ya mwenzake, ina maana hapo lazima ukaribu utakuwepo. Sema tu kwenye ndoa, kwenye urafiki, kwenye kuishi na watu kazini, kwamba mimi najua kwamba David akimaliza kunywa chai hawezi kuosha kikombe chake, atakiacha juu ya meza. Umejuaje? Kustahimiliana. Lakini wewe unasema hivi ni kweli. Hatoagi. Sisi kwetu mwanaume haruhusiwi kutoa kikombe. Kwa hiyo kustahimiliana. Yaani wewe mfano umeenda ukimaliza kunywa chai as a man unakaa hapo. Unaona hizo changamoto ambazo ziko kwamba hivyo, kwamba yeye mazingira aliyokulia kwamba akimaliza wewe hupendi, mfano unapenda meza yako iwe safi, ili usigombane na Devi kuosha kikombe kimoja, kwa yani kwa wewe ukitoka na kikombe chako cha chai utachukua kikombe cha Devi utaenda utakiosha. Sasa mimi nampa adhabu, naenda kantini nachukua maji naambia utalipia maji. Kumbe ndio mshahara wa kumwoshea kikombe. Hiyo ni biashara. Maana tunakuwa tumetofautiana na tumetokea kwenye mazingira ambayo ni tofauti, kwamba sisi kama kuna mwanamke eneo lilopo, mimi kama mwanaume siwezi nikapika.
Unaona, ina maana sasa akikutana na mtu ambaye yeye hawezi kukubaliana na hiyo hali, kwa mfano wewe ukasema kwamba Devi kila siku, Devi toa kikombe, Devi ana mawili, anaweza akabadilika akaanza kutoa kile kikombe, au akakuona wewe unamzingua, kwa hiyo ikawa tayari wewe na yeye mkani watu ambao hampatani. Kwa hiyo ina maana kwamba, na ndio maana kwamba ustamilivu unakuwepo ili kuweza kuepuka hii migogoro ambayo inaweza ikatokea baina ya watu. Kwa hiyo kwamba ndio kwamba teach them or bear with them, kwamba umfundishe Devi kutoa kikombe au kubaliane na kwamba Devi hatotoa kikombe. Kwa hiyo meza kila siku nitakuta kikombe kichafu juu ya meza. Kwa hiyo wewe utakabiliana nalo vipi? Utakitoa kile kikombe. Kwa hiyo inaenda sema kwenye familia na jamii. Kwa mujibu wa maelezo ya mtaalamu wetu hapa Rehema, unaona yani umuhimu wa kustahimiliana. Si labda utakuwa unasema mimi natofautiana labda na watu wa itikadi fulani au imani fulani au nini. Lakini unaweza kushangaa ulikoajiriwa au mtoto wako alikoajiriwa ni watu ambao mnatofautiana itikadi, au barabara unayopita mkandarasi tokea labda sehemu ambako yani wanatofautiana makabila, lakini mkandarasi labda alijenga kabila nyingine, au aliidhinisha mradi, au anayekutibu. Kwa hiyo sasa Mungu yani kuna kitu Mungu anataka tu watu tustahimiliane. So kuna namna ashatengeneza hii dunia, au kila mtu ampe nafasi yake. Kuna namna mambo kwa kweli, au anayekulinda eneo fulani. Na mtakuja kutueleza hapa, mtuandalie majibu ya kutupatia. Kwa mfano kwa nchi yetu ni miongoni mwa nchi ambazo si haba tumepiga hatua kwenye kustahimiliana eneo la ukabila, eneo la udini, lakini sio nchi yetu tu, hata baadhi ya nchi nyingi za Afrika sasa hivi eneo la kustahimiliana kisiasa linatetereka. Mtakuja kutuambia ni nini shida na tunawezaje kutoka hapo tukafanikiwa kustahimiliana. Tutakaporejea tuwasikilize viongozi wa dini ambao mwenzetu Juma Kapipi amezungumza nao kutoka Tabora. Sisi ni taifa moja. Kwa mfano sisi hapa ni wa Tanzania. Lazima tujue kabisa hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Sisi ni Tanzania wa Tanzania. Haijalishi ni Muislamu, ni Mkristo, ni Msabato, ni kwenye madhehebu ya dini kuna vitofauti vingi vidogo. Vyovyote vile alivyo, hata kama hana dini, hata kama anaabudu vitu vingine ambavyo kwenye dini nyingine havikubaliki, bado ni Mtanzania. Kwa hiyo ni sababu nyingine ya tatu kwamba hatupaswi kubaguana licha ya tofauti zetu. Lakini sababu ya 4 ni hivi: Mungu anapenda utofauti. Hakuna mtu angependa kuona kama nchi ingekuwa na aina moja ya rangi na au ikawa na aina moja ya majengo tu, isingependeza. Kumbe basi zile tofauti zetu ni furaha kwa Mungu. Pengine Mungu anapoona huyu anaabudu kwa staili hii na huyu anaabudu kwa staili hii na huyu anaabudu kwa staili hii, ni furaha kwa Mungu. Kwa mfano tunasoma kwenye kitabu cha Nabii Yona, ilipotokea taharuki ile meli ikataka kuzama, yule nahodha alisema jamani, kila mtu aombe kwa Mungu wake. Najaribu kufikiria ile ibada jinsi ilivyokuwa. Lakini kila mmoja alikuwa atafuta kuomba kwa jinsi ambavyo anaamini kwamba Mungu wake anamsikia. Kwa hiyo basi tusidharauliane, tusihukumiane, kwa sababu kumbe basi zile tofauti zetu mbele za Mungu zina thamani. Ukijiona kwamba wewe ni bora kuliko mwenzio, na yeye anajiona hivyo kwamba na yeye ibada yake, imani yake ni bora kuliko ya kwako. Lakini pia hakuna ambaye ameshawahi kupewa uthibitisho akaenda mbinguni kwa Mwenyezi Mungu akaambiwa basi wewe hii ibada yako ndio sahihi kuliko wengine wote, kwa hiyo hao wote nitawaondoa. Sio kweli. Ingekuwa hivyo basi wengine wangekuwa wameshaondoka, wale wenye imani ndio safi ndio Mungu akawaacha duniani. Lakini kitendo cha kwamba Mungu amewaacha hawa na imani hii na dini hii na tamaduni hizi na ibada hizi na bado wapo, maana kwamba Mungu anawakubali wote. Kwa hiyo sababu nyingine ya kuvumiliana kuchukuliana ni kwamba ule utofauti wetu bado Mungu anaupenda. Ndio maana hajatuhukumu, na ndio maana pia anatuletea mvua wote. Ingekuwa Mungu hakubali hizo tofauti zetu, angekuwa ananyesha mvua kwa mashamba tu ya Hawa. Ingekuwa pengine anakubali wa Kristo tu, basi angekuwa ananyesha mvua kwa mashamba ya Wakristo peke yao. Angekuwa anawapenda Waislamu tu, na ndio dini ambayo iko sahihi, Wakristo sio sahihi, basi mvua ingekuwa inabagua, inaweka mpaka, inanyesha kwa Waislamu peke yao. Lakini Mungu anawapenda wote, hata wale ambao tunasema tunawaita ni wapagani.
nao nawapenda. Ndio maana mvua zinanyesha na kwao. Tena siku hizi ajabu mvua zinaanza kunyesha msituni. Ambako hata binadamu hawako. Ujue kabisa kwamba Mungu umbe anawapenda mpaka na wanyama. Kwa hiyo basi tujue kwamba zile tofauti zetu pia kwa Mungu sio tatizo. Bado ni kitu kizuri mbele za Mungu. Kwa hiyo ni sababu nyingine ya 4. Lakini sababu nyingine ya 5 ni ya utu. Hivi karibuni tumekutana na changamoto hapa kwetu nchini. Nisingependa kwenda sana huko. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinipa kutafakari ni utu. Kuna mahali tumepungiwa na utu. Ndugu zangu wapendwa, tunaishi maisha ambayo kila mmoja wetu anatoka katika jamii yake. Lakini pia wako wanaamini kwamba Mungu wao ni Mungu ng'ombe. Lakini leo katika mataifa na kimataifa, hasa pia katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ziko sehemu maalum za machinjio katika kila mkoa, katika kila wilaya. Hebu fikiria kama tusingeliishi kwa kustahamiliana ili kuwa na maisha bora ya kila mtu. Nadhani kila siku kungelikuwa na maandamano ya wale wanaoamini Mungu ng'ombe kuyavamia machinjio yetu mbalimbali hapa nchini. Lakini wamekuwa ni ustahimilivu sana kiasi ambacho utazani kama hawapo wanaoabudia ng'ombe, lakini wapo. Wanajua kwamba hao wenzetu wanaokwenda kuwachinja kule miungu wetu, wao kwao chakula, lakini kwetu sisi ni Mungu. Kwa hiyo maisha hayo ndiyo ambayo yanatakiwa tuishi nayo kila wakati, kwamba huyu imani yake ni hii na kila mmoja aheshimu imani ya mwenzie. Tutakwenda vizuri sana. Lakini Mungu pia anapowapa majaribu, mkasubiri, kuna malipo makubwa sana. Kwa mfano sisi tunasema ni ajabu kwa muumini wa kweli. Akipatwa na jambo zuri akishukuru, Mungu anamlipa. Na akipatwa na mitihani akasubiri, Mwenyezi Mungu anamlipa. Lakini tuna imani kwamba Mungu akimpenda mja wake huwa anamjaribu, anampa mitihani. Kwa na kadiri unavyopewa mitihani, hata mtu anapotembea katika barabara au njia, ikafika mahali akachomwa na mwiba, akayavumilia yale machungu ya ule mwiba, basi sisi tunasema kwa maneno ya Mtume ni sehemu ya kufutiwa mizigo ya madhambi aliyokuwa nayo. Kwa hivyo tufahamu kwamba isifike mahali mtu kutokana na imani ya mwenzio ikafika wakati ukatamani kufanya vitu ambavyo vyenye kuleta hatari kama kuuana. Kufika wakati watu wanasema tutapanga mitaa, kwamba mtaa huu utakuwa labda watu wanaabudia ng'ombe peke yao, mtaa huu utakuwa watu wanaabudia nyoka peke yao. Hakuna sehemu itakayopatikana yenye amani kama hiyo. Humo ndimo tunamchanganyika, wanaabudia ng'ombe, wanaabudia vyura na kadhalika, lakini wote tunakuwa katika sehemu moja. Kwa hiyo yote kwa yote, nitoe wito ndugu zangu, tilafu za kimaumbile, kijinsia, kikabila na kitaifa na kimataifa ni vitu ambavyo kaviumba yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ifike mahala ili uweze kuishi kwa amani na salama. Utakapokuwa umehamasisha mtu labda aipende dini yako kuabudia nyoka, ya kuabudia labda kenge mathalan, ikishindikanwa, basi muache. Kwa leo ndugu watazamaji na wasikilizaji watukufu, basi angalau nipende kuishia hapa. Niwatakie pia siku njema ya kustahamiliana duniani katika maadhimisho ambayo yanayoendelea. Asanteni sana kunisikiliza. Kujikwaa kidole ni afadhali zaidi kulikoni kujikwaa ulimi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran sana viongozi wetu wa dini ambao wamewakilisha viongozi wa dini, na hawa tumezungumza nao kutoka Tabora. Mwenzetu Juma Kapipi alipata nafasi ya kuzungumza nao na wametuelezea hapo kinagaubaga kwa upande wa dini ya Kristo na dini ya Waislamu, na ambao tumepata nafasi ya kuwasikia. Jamani, mmesikia tulikuwa tunatafakari kwa pamoja hapa wote walivyozungumza kwamba tofauti zipo, lakini uvumilivu, kustahimiliana lazima kuendelee kubaki kuwepo, ikiwepo swala zima la utu. Namna viongozi wanavyoeleza kwamba pengine utofauti ni namna Mwenyezi Mungu anavyojitukuza, ama kuonesha utukufu wake. Kwa sababu hata ukiona mazingira mesa, angalia, kuna msitu, kuna jangwa, kuna bonde,
kuna mlima, kuna ardhi sui na nini, kuna mbuga, kuna sehemu sui ni ya barafu, kuna nini. Hata hizo tofauti. Kwa hiyo mazingira yani yangeanza tu kugombana kwanza yenyewe. Wewe kwa nini Kilimanjaro huko hivi? Sasa wewe kwa nini bonde liambalia Mfipa kwa nini huko hivi? Kwa hiyo sisi vipi sasa kuhusu sisi wenye utashi? Au nani vyombo nyumbani? Wewe mbona huko kikombe? Wewe mbona huko mwiko? Wewe mbona bakuli? Wewe mbona bakuli? Wewe mbona kijiko? Sasa ingekuwa vipi hapo? Kabisa. Ni mifano midogo midogo ambayo inaweza kutafakarisha sasa sisi kama binadamu kama hivyo tu vingine vinastahimiliana, sisi tunashindaje. Naomba nisome ujumbe aturejee na kwa wageni wetu waje tutafakari kwa pamoja, tuambie ile swali ambayo niliuliza awali, kwa nini tunapata changamoto kustahimiliana kwenye eneo la itikadi za kisiasa. Anasema anaitwa Bahati Mkulia kutoka Dodoma. Anasema kila mtu lazima ajali na kuheshimu utu wa mwingine bila kujali matabaka ambayo yapo kati yetu. Asante sana, wasalimie Dodoma. Francis Bernard kutoka Nguruka Kigoma anasema kuna makabila baadhi hapa Tanzania huwa wanafanya utani sana. Kuna muda hadi tunasema mbona utani huo unapitiliza, unawezaje kuvumilia utani huu, ili mnalizungumziaje? Mwenyekiti wa watani ni Wakarungi. David. Ndio kuonesha sasa kiwango cha yani ni sehemu ya nguzo ya kujenga kustahimiliana. Ndio utaniana hadi kwenye msiba. Hadi kwenye ndio yani ndio ni nguzo ya kujenga namna ya watu kustahimiliana. Haya, basi amepata jibu lake hapo Francis. Na nimerushia kwa David makusudi kwa sababu ndio mwenyekiti wetu wa eneo zima la makabila hapa UTV. Mila desturi. Mila desturi kuongelea matambiko yote kama unahitaji. Amestuka leo. Matambiko tena. Wazee wote wa matambiko anao. Sijali kila kitu kitakaza. Yaani ni kustahimiliana. Na kipindi chake maalum. Kwa hiyo akizungumza anazungumza kitaalamu kabisa. Anamstahimili. Unatakiwa uandike jina lako unapotokea, lakini hujaandika, ngoja tu nikustahi. Nikuvumilie. Unamstahili. Nikustahimili. Sawa. Turejee hapa kwenu. Tuangalie hili eneo. Tumefanikiwa kupiga hatua kwenye dini, tumepiga hatua kwenye kabila. Kwa nini inakuwa ni ngumu kupiga hatua kwenye siasa, itikadi? Au kwa sababu ni mpya, ni tumezipokea, ni mapokeo? Kwa mfano democracy siasa zimekuwa hapo tangi hapo. Democracy tunaambiwa eti tumepokea. Tujibu karibu. Sawa, kabla sijapotea sana. Siasa tunaamini kuwa mtu ni kiumbe siasa. Binadamu ni kiumbe siasa. Man is a political being. Ukimaanisha kwa yani kila mtu ni mwanasiasa. Tutofautishe siasa kama sehemu ya siasa kama mfumo wa maisha na siasa kama siasa za chama. Unaona? We call it party politics. Sawa? Kwa sababu hiyo ndo tunashindwa kutofautisha, na tunajikuta kuwa watu wanasema mimi sipendi siasa. Hapana. Siasa ni mfumo wa maisha. Wewe ni mwanasiasa, wote sisi ni wanasiasa. Kweli? Yaani wewe hauna kadi tu ya chama. Lakini tunaposema kuwa tunapochanganya kati ya siasa za chama kuwa mimi I belong to a particular political party, mimi ni mwanachama wa chama fulani, pale ndo shida inaanza na tunashindwa kuvumiliana, kwa sababu pia vyama vina itikadi tofauti, si ndio? Na tunasahau kuwa tatizo linatokea, tunashindwa kuvumiliana kwa sababu hizi itikadi zenyewe zinatupelekea kuwa wabinafsi, kufanya biashara. Umeona, tunatumia vyama kwa ajili ya maslahi yetu binafsi, lakini sio kwa ajili ya kuweza kutambua kuwa mimi natakiwa niweze kusaidia wananchi, kwa sababu siasa ni kila mtu, vitu vyote, unaona, vitu vyote vya maisha. Maana vyama vinakuja na ilani zao. Lakini mara nyingi wanakiuka ilani zao. Ilani inaweza kuwa nzuri, lakini wanakiuka ilani zao. Kwa sababu humo ndani kwenye vyama kuna watu ambao kila mtu naye na interest zake. Si? Kwa hiyo shida ndio inaanzia hapo. Tunashindwa kuvumiliana kwa sababu nasema wewe mbona unakiuka ilani yako? Umeona? Wewe mbona ilani yako haiaddress matatizo yaliyopo? Umeona? Kwa hiyo sasa hapo tunaanza kushindwa kuvumiliana, tunafikia tunaanza kupigana, huyu akitaka kuingilia maslahi yako na nini? Hapo ndipo tatizo linapoanzia. Kwa hiyo tatizo sio eti siasa. Mimi siasa hata sio mbaya. Siasa sio. Kwa hiyo
kwenye swala la kuvumilia, mtu anavumilia kama maslahi yake yako salama au yani, so umehusisha maslahi yani kuna maslahi na kuvumiliana. Kipi kinakuwa ni kipi? Mstari unachorwa. Sasa ni kama wewe katika kulinda maslahi yako unasahau haki za watu wengine za msingi. Sawa? Mara nyingi yule ambaye ananyimwa haki au tuseme haki zake za msingi, kuna wakati sasa inafikia point anasema lazima niongee. Siwezi kukaa pale, tunarudi pale pale kwenye concept ya kuvumiliana. Haimaanishi kwa sasa ni nyamaze hata kama huyu mtu anakula chakula chote mpaka mimi nakosa. Sintakufa. Umeona? Okay. Sawa. Sasa yule anayenyamaza kwa sababu anashindwa kwa sababu mambo yake yapo sawa. Umeona? Nafikiri pia ni level ya ubinafsi hali ya juu. Kwa mimi kwa sababu hii hainiathiri bwana, mimi na familia yangu tupo salama. Lakini wakati huo umepewa dhamana ya kuweza kuongoza labda nchi na nini, unashindwa kumkumbuka yule kule. Una tatizo. Kwa ubinafsi umepitiliza. Umeona? Alafu hujui kazi yako ni nini. Umeona? Hujui kazi yako ni nini. Kwa ndio maana tunaita kiongozi wa siasa. Kiongozi wa siasa. Sawa. Wote ni wanasiasa. Wale viongozi, sisi wote wanasiasa. Lakini kuna wale kiongozi wa siasa kwa sababu siasa ni mfumo wa maisha. Sasa turudi pale sasa kwenye falsafa, nataka nikumbuke kuna mwanafalsafa mmoja wa zamani anaitwa Heraclitus. Nafikiri alikuwepo kabla hata hizo introductions za dini zetu. Alishawahi kusema neno kuwa quote yake anasema the world if there were no opposites the world would cease to exist. Yani kama kungekuwa kuna tofauti dunia ingesimama. Dunia ingesimama. Kwa hiyo tofauti zetu ndo zinatufanya tuishi, si ndio? Zinatufanya dunia iweze kwenda. Umeona dunia tofauti lazima ziwepo, mitazamo tofauti, fikra tofauti na nini. Hiyo ndo uzuri wa dunia. Umeona? Katika hadithi za Ugiriki huko wakati wanazungumza hivi binadamu walitokeaje? Yaani tunaita myth, stories za kufikirika, story ambazo sio labda za kweli, fiction stories. Kuna Ugiriki kulikuwa kuna miungu mingi. Sasa kuna Mungu wao mmoja ndo alisema anaonekana alimuumba mtu. Lakini alimuumba mmoja tu. Umeona? Hakuwa huyo mtu hakuwa na jinsia, yani mtu tu, hakuwa mke wala me. Lakini baadaye yule mtu alikuwa arrogant sana. Alikuwa arrogant sana, yani arrogant kwa maana ni mjeuri, kiburi. Mimi si ndo mwenyewe kila kitu. Anasema kwa sababu ni arrogant nitakupasua. Kwa alivyompasua akatokea mwanamke na mwanamume. Akaona ni vema. Unaona ile kusema lugha ni akaona ni vema. Akaona ni vema, ina maana sasa zile tofauti ndo zimeleta ule uzuri. Hata kwenye stories za uumbaji wa dunia ambazo tunazifahamu. Akaumba hiki akakaa akasema akaona ni vema. Ni vema kwa maana akaona ni mbona ni uzuri zaidi. Kwa hiyo there is no way kwa hizo tofauti tuzitoa. Tofauti ziwe nazo, lakini tuwe na study za kuweza kusababisha tuweze kuishi pamoja na tofauti zetu. Asante. Rehema, kwa mtazamo wako, tumefanikiwa kuvumiliana kidini, tumefanikiwa kuvumiliana kikabila, tunashindwa wapi kuvumiliana kisiasa? Kwa cha kwanza naungana hapa na mwenzangu kwamba katika vitu vyote ambavyo tunasahau niyo kuamini kwamba siasa ni ya wanasiasa. Hatuamini kwamba siasa ni ule mfumo mzima, yani kwenye jamii, uchumi pamoja na hiyo siasa yenyewe ambayo yanaisema. Kwa hiyo kuna ile kwamba mimi sitaki kufanya hichi, watafanya wanasiasa. Kwamba kila mtu anakuwa anamtupia mwenzake mzigo kuamini kwamba yeye kwa nafasi yake labda hiyo sio kazi yake. Na inapokuja hapo ni kwamba sasa kama wewe sio siasa, wewe ni nani? Yani kwa sababu yani hata kama yani kwamba mwisho wa siku ile siasa lazima mzunguko wake katika jamii ndio unafanya kila kitu kiendelee ama maendeleo yafike. Kwa hiyo ina maana uchumi ukiyumba utaathiri siasa ambayo sisi tunasema ni siasa. Siasa yenyewe ikisumbua, uchumi, jamii vyote havitakuwa sawa. Kwa hiyo vitu vyote vitatu vinahitajika viende sawa. Ina maana uchumi hauwezi kukua kama siasa haiko sawa. Na siasa haiwezi kuwa sawa kama uchumi na jamii haviko sawa. Sasa kwa nini tumetetereka kuvumiliana kwenye eneo hilo? Sasa hapo ndio tunapokuja kwamba kila mtu ana imani kwamba tunakuja na hizo itikadi za chama kwamba kila mtu ana imani kwamba
chama changu ndo kipo sawa, chama kingine kifanya makorokocho. Kila au mwanafalsafa ataniambia hakuna makorokocho. Kuna vingine vinafanya makorokocho. Kwa hiyo kwamba vyama kweli Tanzania kwa mfano kwa Tanzania tuna vyama vingi, lakini kila chama kina itikadi zake. Kuna mwingine hawezi kusimama, yani mimi huyu Mwakalungi ni chama kingine, mimi ni chama kingine, siwezi kukaa naye meza moja. Umeona? Kwa hiyo kuna namna kwamba labda tungekaa meza moja, mimi nikaleta hoja yangu na wewe ukaleta hoja yako, tungeweza kujenga kitu. Unaona? Kwa sababu maendeleo pia haiwezi kuja bila kujua changamoto. Sikuwa nakwambia kwamba fursa inapatikana kwenye zile changamoto. Unatafuta changamoto alafu unaangalia namna ya kuitatua. Sawa. Kwa hiyo kama hiyo fursa inatafutwa kwenye njia ya uchumi, tunaangalia hapa hamna hapa eneo hili watu wanafanya kazi, hamna maji, niweke duka la maji. Sema applies naweza ngasema kwenye siasa kwamba hapa kuna kitu kimoja, tufanye mdahalo itikadi kila mtu kutokana na chama chake tuwepo. Mimi nikwambia wewe Messi kutokana na kitu hichi unafanya 1 2 3. Ina maana kupitia ule mdahalo maoni yataotoka pale. Kama sio yote 10 yataofanywa kazi, lakini angalau 2 yakifanywa kazi, kila mtu ataona kwanza nilishiriki katika mdahalo, nilitoa maoni. Na kila mtu aliona kabisa kwamba kwa hiyo kumbe sisi tunavyofanya hivi tunakosea. Sema price hata kama ni ofisini, nimemuita boss naambia bwana, nyinyi mwezi huu hamja perform vizuri. Sawa, na nyinyi nasema boss, lakini mwezi huu ulikuwa na changamoto 1 2 3. Ina maana baada ya mwezi huo ofisi ikafanya performance ikawa vizuri, ina maana boss anajua yeye kama boss alikosea wapi, anatakiwa arekebishe, na wewe unatakiwa umekosea wapi uweze kurekebisha. Na hapo ndio panakuwa pagumu, na bila shaka na amekuja huyu hapa alikuwa amesema kama tunataka mwenye nacho naye amvumilie na asiye nacho. Hapo kwa wale wanaokuwa na mamlaka, na umezungumza hata kwa mfano ofisini na sehemu zote, kwa nini wao wanakuwa wagumu kuwa tayari kustahimilia wasio na wasio na mamlaka? Kwa upande wa sosiolojia wanaamini kwamba human being are selfish in nature. Kwamba mimi hapa naweza ukaniambia kwamba binadamu ni wa binafsi. Ni wa binafsi. Unaweza kuwa umemwacha bibi yangu. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba tukafanya kazi mimi na wewe Messi, lakini kile inapotokea changamoto mimi nikasema Messi anakosea moja. Yaani kila muda mimi yani kwamba I'm very perfect, yani kwamba sioni kama mimi nina makosa. Ila wewe kwa upande wako ukasema kabisa kwamba mimi nafanya kazi. Kwa mwisho wa siku kila mtu anamtupia mpira mwenzake kwamba mimi nafanya kazi vizuri. Kwa kila mtu anajiona yeye kwa nafasi yake yuko sawa. Kwa hiyo ina maana kuna hatua inafikia labda tabaka la juu linajiona liko sawa, tabaka la chini linakosea. Na kuna muda tabaka la chini linaona lenyewe ndio yani linapatia au wengine wanakosea. Kwa hiyo inapofika kwamba kila mtu anaona yeye yuko sawa, ina maana mvutano lazima utakuwepo. Lakini pale ambapo mnakubaliana kwamba kama ni meza ikaliwe, ijulikane kwamba hichi kipo hivi, hichi kipo hivi. Sema pale hata kwenye jamii kwamba wewe uko una geti kubwa, nyumba ya jirani yako hana geti, ukitoka msalimie. Ukipiga kelele huyo ndo wa kwanza kutoka kuja kukusaidia wewe. Mwanafalsafa, nini kinaweza kufanya tabaka la juu likakubali kuzungumza na tabaka la chini na likakubali kustahimili tabaka la chini? Kwanza kwa nini likustahimili tabaka? Kwanza lenyewe lina kila kitu. Si ndio lenye power? Nini sasa kinaweza kubadilisha tabaka kwa maana ya kipato? Nazungumzia kipato, madaraka, kama ni ofisini basi viongozi, tuache katika namna yote. Power inaweza kuwa sasa ya kiuchumi, ya say power kwamba tukue shule tujua ndo babu juazi. Ndio. Kwa sababu pia tukizungumza matabaka mara nyingi tunaweza tukaangalia hata kule India kuna matabaka ambayo yanakubalika kiutamaduni. Kwa kuwa tabaka la caste system zile. Kiutamaduni wameinternalize hiyo kwa hao ni wa juu, sisi ni wakati, na wao tunaweza tukawaheshimu, sisi tunaweza tukaenda kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani pale na nini. Kwa hiyo ingawa inaweza ikawa ni culture ambayo kidogo ni kwa kifalsafa tunaweza tukai-question kwa sababu inapoteza ile maana halisi ya kuwa binadamu wote ni sawa. Lakini kwa utamaduni fulani tunaweza tukakubali. Na hiyo ndio inakuja pia huo utamaduni labda unakuwa informed na dini. Na dini ndio tumeshasema ni kama bangi, mtu anaamini tu. Kwa sababu mtu unaweza ukaamini, Nyerere alishasema mtu anaweza kawa anaamini kuwa nyama tunakula nyama ya mtu. Umeona watu wakawa nakula tu. Unaona sasa hapo vitu vingine ambavyo ni accidents zinawasababisha watu waweze kuamini kuwa hichi ni sawa. Mtu mwingine anaweza kawa anavumilia kuonewa tu kwa sababu hii ni ibada.
Umeona, hii ni ibada. Sasa kwenye swala la kipato, kipato na uongozi ni kwamba kwa sababu tunakosa leadership skills, kwa sababu kiongozi haimaanishi kuwa unamuongoza nani sasa kama yule mtu wa chini au mjali au aweze kumpa haki zake au kuhakikisha haki zake anazipata, kwa sababu kiongozi kazi yako ni kumuongoza yule, lakini pia kujali mambo yake, kwa maana kuwa haki zake na nini, sawa. Kwa hiyo kama unakaa kule juu, unakaa tu kule juu afu huko ufanye chochote, umeona Jackson, hapa Dr. tusaidie kitu kimoja, kwa sababu kwa karne ya 21 2025 unashuhudia watu kustahimiliana kunapungua, wakati tuna wasomi kibao, maarifa, tafiti zipo nyingi, machapisho, maandiko lukuki, yani ni kipindi ambacho dunia inashuhudia mambo makubwa kulikoni nyakati za nyuma ambazo na kuna wakati kipindi cha kustahimiliana pengine wakati mwingine kilikuwa kikubwa baadhi ya maeneo. Yani inakuaje katika kipindi kama hiki tunashuhudia, tunazungumzia tena kustahimiliana, hadi dunia inahamasisha jamani tuvumiliane, mbona mambo yanazidi kuwa mabaya? Ndio. Nafikiri hiyo ni nature tu ya binadamu wakati fulani, kuamua tu kuacha mambo ya msingi, kujisahulisha, kufanyaje, unaona, kwa sababu hata dini kwa mfano tunafundishwa mambo mazuri, lakini bado watu wanafanya mambo ya ajabu, si ndio? Lakini ninachotaka kusema sasa hivi vitu vimekuwa, inaonekana kuna gap, kuna ombwe fulani, kuna mahali fulani ambapo pengine kuanzia kwenye malezi ya familia tumelega. Umeona, kwa sababu zile tunaita mother morality ambazo tunaanzia nyumbani, pengine tumelegea kwa sababu pia inaonyesha katika namna ambavyo pia tunavyoishi, kwa sababu ndio sema uvumilivu kwa mfano unaanzia ni practice, si ndio? Lakini naanzia nyumbani, pale ambapo pengine unashindwa kumvumilia mwenzako, ndugu yako, umeona, unataka kuingia bafuni, mnashare bafu, unafika, bwana toka huko tunachelewesha sijui nini na nini, yule naye toka unanisumbua, mnaanza kupigana, alafu kama mzazi you take it, unaona kama ni kawaida, sawa. Hivyo ni mazoezi mabaya, kwa sababu inatoka hivyo mwisho mtaani inaonekana. Kwa hiyo mimi nafikiri hizi information nyingi tunazozipata zimeua culture zingine ambazo ni nzuri. Kule ambapo tunaambiwa kuwa mtoto hapaswi kuonywa labda hata kidogo kafimbo, umeona, zimeua tamaduni ambazo zile ni nzuri, ambazo si pengine sisi kwa mfano, kwa sababu uvumilivu unaleta amani, si ndio? Sisi hapa tumekuwa, kwa mfano Tanzania, tumekuwa tukisifika kwa amani, lakini msingi wake ulikuwa ni kuvumiliana. Na kuvumiliana kwa sababu ya pia tofauti zetu ni nyingi, hasa za makabila, na umezungumza kitu kizuri sana kuhusu utani. Utani ilikuwa kati ya nyenzo muhimu, umesema nguzo, ya kuweza kusahaulisha hizi tofauti zetu za kikabila. Umeona, unaweza ukaja na kitu chako kwa unakula mbwa, sio kabila lako unakula mbwa na nini, unaashumu huu ni utani tu na nini, hata kama ni kweli unakula mbwa, si ndio? Umeona. Kwa hiyo mimi nafikiri hivyo vitu tunavipoteza, tunajaribu kujiweka katika watu official engo fulani ambayo tunasahau vitu vyetu vya muhimu, sawa. Labda mitandao sijui na nini, tunaiga watu wanavyoishi kule, kumbe wengine ile ni acting tu na nini, si tunaona ndo maisha. Umezungumza kuhusu watu kukaa kwenye mageti sijui na nini, hakuwepo kuwa msalimii mtu na nini. Hiyo kutokumsalimia mtu na nini ni swala kuanza kujiona wewe ni watabaka fulani kwa sababu kwako kuna geti, umeona. Sasa hizo mimi nasema let's come back to our roots. Asante. Na ndio tuhitimishie hapo. Let's come back to our roots. Kiongozi wetu wa muda hata tustahimili. Na muda wetu umetuishia. Asanteni kwa nyote mlioshiriki, asanteni mliotuma ujumbe, kuna ambao hatujasoma. Tunaomba tu mtuvumilie, mtustahimili. Tutasoma tena wiki ijayo. Tunashukuru kwa wote ambao mmeshiriki katika mada yetu ya siku ya leo. Ujumbe wako ni wa thamani sana, tumeupokea. Hapa studio tukukumbushe wageni ambao tulikuwa nao, David. Hapa studioni tulikuwa naye Rehema Awadhi, huyu ni mwanasosiolojia, asante kwa kuja. Lakini pamoja nasi Dr. Jackson Koi, mwanafalsafa, ila kwa upekee zaidi wewe uliyeko nyumbani. Angalia tu nguvu ya utofauti na kustahimiliana. Mikono miwili, huo kulia wa kushoto.
yote haigombani. Kila mtu ana nafasi yake. Shukrani sana.